Mafanikio ni nini? Nini maana ya mafanikio? Mafanikio yanaweza kutafsiriwa kwa maneno mengi, kwa namna nyingi. Inaweza ikawa ni kutimiza malengo ambayo mtu amejiwekea, baadaye anasema nimefanikiwa. Malengo ni nini? Ni kufanikisha maisha ambayo mtu alijiwekea. Anapokuwa ameyaona yale maisha kwa kiwango kile, atasema nimefanikiwa. Kuna namna ya majaribio ya ufanisi ambayo mtu anayatamani kuyafanya. Atakapoyafikia katika ufanisi wake, basi kile kitu ndicho anachosema mafanikio. Kwa hiyo utasema mafanikio ni ukamilishaji wa malengo na yanayompata mtu au watu, kundi, nchi, kanisa, taasisi yoyote. Yale mafanikio ya ukamilishaji ya malengo yanapofikiwa, basi hicho kitu kinaitwa mafanikio. Ili mtu aweze kufanikiwa, anahitaji mambo mengi kabla ya kufikia mafanikio. Nataka tuzungumze mafanikio ambayo yanaweza kufikiwa. Jambo la kwanza ni lazima kufanya bidii katika lengo, jambo, kazi uliyojiwekea. Nijaribu kukuonyesha juu ya siri ya mafanikio ya kiroho, kwamba jambo la kwanza ni kufanya kwa bidii. Fanya kwa bidii. Unaomba, omba kwa bidii. Unahubiri, hubiri kwa bidii. Unaimba, imba kwa bidii. Chochote unachofanya, fanya kwa bidii. Huwezi ukafanikiwa kama bidii yako itakuwa haiko katika kiwango kile ambacho umejiwekea cha kufikia. Kama hujafanya bidii hapo katikati, lazima kuwe na bidii. Tuangalie katika Luka 16 mstari wa 16. Luka 16 mstari wa 16. Biblia inasema katika Luka 16 mstari wa 16, Torati na manabii vilikuwepo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Katika Mathayo 11 mstari wa 12 ni neno linafanana na hilo. Mathayo 11:12 anasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Haleluya, haleluya. Tangu Torati ya manabii, tangu kale, tangu wakati wa nabii Yohana hata sasa hivi, habari njema inahubiriwa. Watu wanaisikia habari njema kwenye mabasi, watu wanaisikia habari njema kwenye masoko. Yohana alikuwa nyikani akihubiri, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Alihubiri kwa watu, wakatubu, wakamwendea, wakabatizwa. Ni muda wote Mungu ameendelea kuachilia neno lake kila mahali na kila wakati. Watu wanasikia,
Wenye kupokea wanapokea, wenye kudharau wanadharau, lakini neno la Mungu limekuwa likihubiriwa tangu manabii, tangu wakati wa Nuhu. Habari njema zilihubiriwa, habari za kumjua Mungu zilihubiriwa, habari za toba zilihubiriwa. Hata sasa injili inahubiriwa kila mahali. Yesu ni Bwana. Kila mahali mpokee Yesu, kila mahali mtumikie Yesu, kila mahali jitoe kwa Bwana. Hakuna mahali haihubiriwi injili, lakini tunaambiwa injili inapohubiriwa, halo sharabasekete, wale ambao wanaoingia kwenye huo ufalme wa Mungu ni watu wenye nguvu. Kwa lugha nyingine ingetumika kwamba wale wenye bidii ya kutaka kuingia, they will penetrate. Watapita, watafanikiwa, watashika, itakuwa ya kwao, baraka zitakuwa za kwao, neema itakuwa ya kwao. Kile kitu ambacho Mungu amekiachilia toka mbingu ili kije kwa wanadamu, ule wokovu aliouachilia Mungu uje kwa wanadamu, watu wenye nguvu watauchukua, na hata sasa wanauchukua. Rekosha. Ndio maana neno linasema kwamba hakuna kinyonge kitakachoingia katika ufalme wa Mungu. Ni watu wenye nguvu. Sasa hii haijaanza leo, ni tangu manabii wa kale, hata Yohana, Mathayo anamalizia. Hata sasa ufalme wa Mungu wenye nguvu ndio wanaoteka, ndio wanaoingia. Wengine watasema tunaona baraka, mwingine anasema sioni. Wengine watasema tunaona uponyaji, mwingine atasema sioni. Hilo sio jambo geni, maana hata yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 alipoona uponyaji, wengine walikuwa wanashangaa tu. Kwa Kinyakyusa anasema bangi baswiga gitoro, maana hawajui nguvu ya Mungu iliyoko ndani ya Yesu. Hawajui ni yule mwanamke aliyefunuliwa akapenyeza katikati ya kundi la watu aingie ili akutane na Yesu. Wenye nguvu, wenye bidii, watamuona bila shaka. Wengine watabaki wanashangaa kama mpiga debe ambaye anasema gari naenda da haendi, yuko pale stendi siku zote. Mungu atusaidie tupate ile nguvu ya Mungu ili tuweze kupata mafanikio ya kiroho, tuweze kuinuka katika hali nyingine kiroho, tusiwe katika hali ile siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Injili inayohubiriwa ndio hii Bwana. Usihangaike na kuteseka sana. Ndio hii tunasema Yesu ni Bwana. Ndio hii tunasema Yesu anaokoa, acha dhambi. You just leave it. Unaacha tu dhambi, unakataa vitu vingine. Ndio hii injili. Hatuhubiri mtu atende dhambi, hatuhubiri mtu akae kwa shetani. Tunahubiri mtu aache dhambi, amfuate Yesu. Na ukishaamua na kwa nguvu, kwa kujikusuru, ukamfuata Yesu, ndio hayo mengine utayaona. Utaona mkono wa Mungu, utaona neema ya Bwana. Nguvu ya mtu ni kuamini. Nguvu ya mtu ni kukubali kubadilika. Nguvu ya mtu ni kujazwa Roho Mtakatifu. Maana Matendo 1:8 anasema mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. It means ni kwamba kama huna Roho Mtakatifu, hauna ile nguvu ya Mungu ya uwezesho ndani yake. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema Roho shuka tena. Anaimba kama siku ya Pentekoste, shuka tena kwangu. Kwa maana najua ukiwa na nguvu za Mungu, ukiwa na Roho Mtakatifu, utayaweza mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Katika Rumi 12:6-8
Tuna neema tofauti. Naomba mmoja afungue haraka kama anaweza kupata hapa. Rumi 12:6. Biblia inasema, basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa, ikiwa ni unabii, tutoe unabii. Yes. Kwa kadri ya imani. Ndio. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Mwenye kuonya katika kuonya kwake. Yes. Mwenye kukirimu kwa moyo mweupe. Mwenye kusimamia kwa bidii. Mwenye kurehemu kwa furaha. Amen. Unapopewa huduma, kuna ile neema, kuna ule uwezesho kwa kadri ya kipimo. Hauwezi ukafanana na huyu na huyu. Wewe unakuwa kwa kiwango kingine, aidha cha juu aidha cha chini, lakini umepewa wewe utumike. Na unapotumika, tumika kwa bidii, fanya kwa bidii, utapata mafanikio. Kuna wengine, kuna vitu Mungu ameweka ndani yao lakini vimelala, hawatumiki kwa chochote. Lakini tuna neema mbalimbali. Paulo anasema kwa Warumi, tuna neema mbalimbali. Haleluya, haleluya. Kwa kadri ya kila mtu kuna kipimo chake. Fanya kwa namna ile ambayo Bwana amekuwezesha. Kuna kitu unacho mimi sina, kuna kitu ninacho wewe huna, kuna kitu unacho mwingine hana. Na sisi tunapokuwa na vile ile neema ya ile huduma, tunapofanya ndani ya mwili wa Kristo, mwili wa Kristo unatendea, unakuwa, unaongezeka. Haleluya. Shida yake ni kwamba watu wa Mungu, zile neema ziko ndani yetu, hakuna bidii ndani. Kwa hiyo mafanikio hayatokei yale yanayotarajiwa. Haleluya. Korintho wa kwanza 7:7 mpaka 8. Biblia inasema, ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Ndio. Walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu. Okay, kabla hujamalizia huo mstari wengine wa 8. Mimi. Kila mtu amepewa neema yake. Paulo anatambulisha neema zilizoko kwa watu. Ndio maana unapaswa kumheshimu kila aliye jirani, kila ambaye uko pamoja naye mahali hapa, kwa sababu ana neema ambayo wewe huna. Haleluya. Na katika maisha unahitaji neema zaidi ikubebe kuliko kuwa na kitu kingine. Ukiona Yusufu amefanikiwa, alikuwa na neema ya pekee Yusufu. Ukiona Daudi alifanikiwa, alikuwa na neema ya pekee. Hata kama kwenye tumbo au kwenye uzao wa Yakobo, uzao wa Israeli, wale wana 12, hata kama wengine wangefanya sawasawa na alivyofanya Yusufu, bado wasingetokeza kama alivyo Yusufu. Mungu alivyoachilia neema kwa Yusufu, alikuwa na neema ya ajabu ndani yake. Lakini ile neema iliyokuwepo kwa Yusufu, kaka zake pia walikuwa na neema nyingine pia. Haleluya. Walikuwa na jambo lingine. Kila mtu yuko hapa kwa neema ya Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu kila mtu ana neema yake. Bwana ana neema yake. Hata kuongea tunapishana, kila mtu ana namna yake. Hata kuomba tunapishana, kila mtu ana neema yake. Mwingine anaomba hivi, mwingine anaomba vile. Haleluya. Hana kuomba kwa sauti, aliomba maombi yake taratibu, lakini maombi yake Mungu akayasikia, akapata mtoto Samueli. Ni aina ya maombi yake. Hata kuhani akuelewa Eli, akasema we mwanamke, we ni mlevi wewe, ndio maana midomo inacheza. Yeye akasema hapana, mtumishi wa Mungu, mimi naliumimina moyo wangu kwa Bwana, haja yangu nalielekeza kwa Bwana. Wakati mwingine hata mtumishi wako haelewi neema ulionayo, ila Mungu anajua. Ndio maana analeta ukamilifu, ndio maana analeta mafanikio, kwa kuwa unakaa kwenye eneo lako, kwenye nafasi yako, kuing'ang'ania ile neema ili Mungu afanye kitu cha tofauti. Na kama tuko ndani ya kanisa, kila mtu akasimamia neema yake na karama yake, tutafanya mambo makuu, na tutasema kwa msaada wa Mungu tunatenda makuu, kwa msaada wa Mungu
tutatenda makuu tunaposimamia neema ya Bwana. Sio kwa fedha. Hatufanikiwi kwa sababu tuna fedha nyingi. Tunafanikiwa kwa sababu tuna neema ya Bwana, tuna mkono wa Bwana. Ndio maana Daudi akasema, mfalme haokoki kwa wingi wa jeshi, lakini kwa msaada wa Bwana. Akasema mtu haokoki kwa ajili ya wingi wa farasi. Farasi haokoki kwa nguvu zake, lakini kwa msaada wa Bwana. Ndio maana akasema, heri wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika. Ndio halehosa paya kolia paendes. Ndio neema ikiwepo, kuna uwezesho mkubwa wa kufanya kwa mafanikio. Sasa shida haiko kwa Mungu. Ameachilia wokovu, maana yake ndio imeachiliwa neema, lakini ameachilia vitu tofauti na vipawa tofauti. Ameviachilia kwa kanisa, lakini watu wake wanalala usingizi. Ninaongea kwa habari ya kufanya kwa bidii. Kanisa linifanye kwa bidii. Kila mtu afanye kwa bidii. Mahali kwenye kazi yake fanya kwa bidii. Na ndio maana hata matajiri ukiwauliza kazi zao wanafanya kwa bidii, hawalali usingizi. Wakati mwingine utakuta maskini analala sana kuliko tajiri. Ile bidii yake imemfikisha mahali pa juu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sulemani katika Mithali anasema, apendaye usingizi atajipatia umaskini wa kumtosha. Haleluya. Bwana tusaidie. Lakini mtu mwenye bidii atajipatia utajiri. Kwa kinachoweza kutofautisha mtu wa neema hii na mtu wa neema hii ni vile, hata kama neema ziko sawa, watatofautiana kwenye matokeo juu ya bidii. Ndio. Hata kama kanisa la Baptisti tunatangaza wokovu, lakini tutatofautiana na watu wengine according, kutokana na bidii tulionayo katika kumtumikia Mungu. Wewe uelewi, ukiwa unamtumikia Mungu kwa nguvu umebarikiwa. Ukiwa unamtumikia Mungu kwa ulegevu umelaaniwa. Utasema natoa wapi hiyo? Angalia Yeremia 48:10. Anasema katika Yeremia 48:10, anasema melaaniwa mtu anayemtumikia Bwana kwa ulegevu. Anabidii sana shuleni, anabidii sana chochote anachokifanya, anabidii sana kulea watoto, anabidii sana, lakini umwambie kwa habari ya utumishi ni mlegevu. Unapomwambia juu ya mambo ya Mungu ni mlegevu, utapata laana. Hauwezi ukafanikiwa. Hata ukifanya kazi, pesa zitaingia mfukoni, zitatokea hapo. Unajitafutia laana. Fanya kazi ya Mungu kwa bidii. Soma hapo mtu. Na alaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Ndio. Na alaniwe azuiaye upanga wake usimwage damu. Yes. Siwe mvivu. Naambiwa wewe unajua kabisa kuna wachawi wako wanasumbua familia yako. Wewe unyenyui upanga wa maombi, unyenyui upanga wa neno. Wewe unacheka nao. Anayetembea na wezi naye mwizi, anayetembea na walevi naye mlevi. Sidanganyike bwana. Tunasema maombi unafanya kwa ulegevu. Tunapopanga maombi unafanya kwa ulegevu. Roho Mtakatifu anakuambia amka uombe, unafanya kwa ulegevu. Nitaomba baadaye. Kwa ulegevu laana inakujia. Bora kama huna taarifa yoyote, Roho mwenyewe anakuambia hiyo laana. Yani kumkosea Yesu, Biblia inasema ni rahisi kumsamehewa. Kumkufuru Yesu rahisi kusamehewa, lakini kumkufuru Roho Mtakatifu ambaye anakusemesha, ambaye anakudirect, ambaye anakuonyesha vitu ili uvifanye kwa ajili ya Bwana,
pale unapopuza unajitafutia laana ambayo hata maombi hayawezi kukusaidia. Ni wewe kuwa na bidii katika kazi ya Mungu. Unapohubiri, hubiri kwa bidii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la watu wenye bidii. Haleluya. Bidii inainuka tena ndani yetu. Wengine kuja kanisani hakuna bidii, mpaka jivute saa 5 ije. Nakwambia unafanya kwa ulegevu. Wengine kutoa, unatoa vitu vya mwisho, chenji za mwisho. Hiyo ni kwa ulegevu. Laana inatamkwa kwa Yeremia. Anasema anayefanya kwa ulegevu. Wengine kwenye kwaya mpaka wapigiwe simu 2 3 ndipo waje. Anakuja kama star fulani, anakuja kama mtu ambaye hayupo. Atakaa nyuma mbali kabisa, na kama hayupo anafanya kwa ulegevu. Bora jipendekeze kwa Yesu, bora uweki mbele kwa Yesu, kwa sababu kuna baraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unayefanya kazi za usafi, fanya pasipo ulegevu. Haleluya. Unayefanya uinjilisti, fanya pasipo kwa ulegevu. Ni karama mbalimbali tumepewa. Unayepewa kufariji, fariji kwa bidii pasipo ulegevu. Haleluya. Okay, nimetoa lile neno la ulegevu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaliweka neno la bidii. Kila kitu unachofanya, fanya kwa bidii. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Hautasukumwa. Hebu sema, mimi sio wa kusukumwa. Sitafanya kwa ulegevu. Nisaidie Bwana, nifanye kwa bidii kama watoto wako Mungu. Maana neno lako linasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Unatekwa na mimi, nguvu zako ndani yangu. Mungu akatubariki. Tung'ang'anie kazi ya Bwana. Maana unapong'ang'ania kufanya kwa bidii, hizo baraka ni zako. Wewe sio mlegevu tena. Na unajua Mungu ukimtumikia atakuheshimu baba yake. Yesu anasema mtu akinitumikia baba atamheshimu. Utaheshimiwa na Mungu. Haleluya. Kifanya kwa bidii, utaheshimiwa na baba yako. Utaheshimiwa na Mungu wako. Haleluya. Lakini anasema mtu akinitumikia ni kama mboni ya jicho langu. Ni mboni ya jicho la Mungu. Mtumishi, wewe unapomtumikia Bwana kwa bidii, unakuwa ni mboni ya jicho la Bwana. Nani akuguse awe salama? Nani acheze na wewe awe salama? Unaweza ukagusa jicho la mtu asikupige mkono. Unaweza ukagusa jicho la mtu akakuacha salama. Hivyo mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu ni kama mboni ya jicho la Bwana. Huwezi ukamgusa yeye, utakuwa unagusa jicho la Bwana. Huwezi ukamchezea yeye, utakuwa unachezea jicho la Bwana. Ndio maana waliocheza na watumishi wa Mungu na watoto wa Mungu walipata madhara mengine hata hawayaelewi yanatoka wapi. Kumbe walicheza na mtumishi wa Mungu. Mungu anapoweka utumishi ndani ya mtu, anaweka mpango wa kumheshimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi nimewapa kama mfano kwa babu yangu. Sisi tulikuwa tunamchungia ng'ombe babu. Lazima kuna uhakika wa maziwa, kuna uhakika wa ugali. Hata tukisikiwa tunalia uko nje, anauliza, "Jwani ankomiru mwana?" Umpige mtoto anayetunza mali ya Kirole Manyaro, unacheza naye wewe, hata kuchapa fimbo. Haleluya. Haleluya. Maana akanachunga ng'ombe zake, anatunza mali. Tajiri wa wazee wengi wa zamani ilikuwa ni ng'ombe. Haleluya. Tofauti na sasa hivi. Sasa umchezee mtoto wa Mungu anayemtumikia. Mungu yuko mbinguni anaangalia watakatifu wake. Na anasema watakatifu walioko duniani napendezwa nao. Reo saya kopa yasi. Rika manda yeosa.
Shakaporo bosia. Wale watakatifu wanaomtumikia Bwana, ucheze nao. Mimi nasema hata mtu anaweza nimerogwa, mchungaji uniombe leo, wameniminya. Ila moyo nasema huyo labda hajakuwa kiroho, ngoja tumuombee sasa hivi. Mwezi unaokuja wameniminya, mwezi, yani muda wote wameniminya. Sara ya toba inahusika hapo. Mpendwa, una mchepuko. Ndio, yes. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako ambalo umesema na kanisa lako. Ninaomba Bwana ukaliumbe kwa namna ya mafanikio. Tunatamani Bwana ukatende, ukafanye ndani ya kanisa lako na ndani ya mtu mmoja mmoja. Ile bidii kaendelee ndani yake, nguvu zako zikamsaidia, na kataa ulegevu ndani ya kanisa hili kwa jina la Yesu. Roho za uwete, roho za kupoza, roho za magonjwa ya aina zote ambayo yanatia uzito, ninapinga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mmoja atafanya kazi ya Mungu kwa kupenda na kufurahi kwa jina la Yesu. Amen.